Mkurugenzi wa mashtaka Tanzania Bara Mr. Sylvester Anthony Mwakitabu pamoja na mkurugenzi wa mashtaka upande wa Zanzibar Mheshimiwa mgeni Jarian Jecha walipokutana pamoja na wadau wengineo, wakaona sasa kuna umuhimu wa kuanzisha kituo jumuishi cha ushughulikiaji wa makosa yanayohusiana na masuala ya utakatishaji wa fedha, ufadhili wa ugaidi pamoja na ufadhili wa silaha za maangamizi. Na hivyo Novemba 2022 ECC kama mtoto wa kushughulikia makosa ya namna hiyo ilianzishwa. Lakini wengi pia tunafahamu kwamba baada ya kuanzishwa kwa ECC inabeba watu kutoka kila taasisi ambazo zinaanguka katika mnyororo wa haki jinai, na lengo kuu ilikuwa ni kusmoothen process ya investigation pamoja na prosecution. Baada ya kuanzishwa kwake na chunguzi ambazo ilizifanya kwa kiasi kubwa zilitusaidia sana kuweza ku meet requirements kwenye ile IO8 na pamoja na IO7. IO7 yenyewe inashughulika na masuala ya utakatishaji wa fedha, lakini IO8 inahusiana na masuala ya urejeshwaji wa mali zilizotokana na uhalifu. Kwa hiyo kama ambavyo ile ripoti kwa maana ya National Risk Assessment ambayo tulikuwa tumeifanya na kuonesha kwamba among of the major proceed generating offenses zilikuwa ni 5 including madawa, biashara madini, kodi, rushwa na sehemu zingine. Kwa hiyo wao ECC walijisenta katika maeneo hayo na kuweza kuzalisha kesi kadhaa ambazo ziliweza demonstrate kwamba sasa tayari tuna capacity ya kutosha katika kushughulikia makosa ya namna hii. Tumie kikao kazi hiki kujadiliana kwa uwazi kwa ajili ya kushare experience, lakini pia tutumie kikao hiki kwa ajili ya kutoa maono mbele ili tuweze kuimarisha sasa mifumo yetu ya kifedha na kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa sio sehemu ya wahalifu kujineemesha.